ni Juni 5 zikiwa zimesalia siku 10 pekee kuwadia siku ile ambayo bodi ya ligi pamoja na TFF wanaitambua kama ni siku rasmi kwa ajili ya dabi kuchezwa ambayo ni Yanga pamoja na Simba. Lakini wazee wa Yanga wameendelea na msimamo wao, na leo tumeona wamekaa katika place na waandishi wa habari na wameendelea kusisitiza kwamba wao hawaitambui dabi. Bana, mbele yako ni Jafi wa Mipango, tunakwenda kuzungumza naye. Yeye maoni yake ni yapi katika msimamo huu ambao wazee wa Yanga wanaendelea kuonyesha? Bana Jafi, mambo vipi? Bana, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Leo ni leo Alhamisi. Wanasema wazungu wenyewe ni throwback Thursday. Leo ni siku ambayo huwa tunakumbukia matukio ya nyuma ambayo yamepita. Miongoni mwa tukio la nyuma ambalo limepita ni lile ambalo lilitokea tarehe 8 kuhairishwa kwa mechi nambari 184 baina ya mwenyeji Young Africans kwa mgeni wake ambaye ni Simba Sports. Moja kati ya mechi ambayo ilizua gumzo kwelikweli, kwa sababu ilikuwa ni mechi inayowakutanisha mahasimu wawili ama watani wa jadi, na ni moja kati ya dabi kubwa katika bara la Afrika. Wazee nimeona press walioifanya na nimesikia pia mazungumzo yao kwa utulivu kabisa, huku tukipata wasaa au nafasi ambayo umeweza kunipatia Mr. Augusto, ni kwamba walichokifanya wazee ni sawa na vibaraka kwa yani sijui niweke vipi, ni kama ni watumwa. Wale ni vibaraka wa bosi wao, wanakuja kuleta zile ajenda ambazo mkubwa mwenyewe hizi akatoka kuzizungumza kwa hivi sasa. Wanachokifanya wazee ni kama wanapoteza muda tu. Mimi labda niseme hivyo, wanachokifanya wazee ni kupoteza muda, kwa sababu mechi ambayo imeshapangwa tarehe na bodi ya ligi ambao wenyewe ndio wasimamizi na waratibu wa ratiba za ligi kuu soka Tanzania bara, ni kwamba wewe hunakinzana na mamlaka, cha kwanza. Cha pili, bodi kama bodi wao wenyewe hawajapokea barua ya aina yote kutoka kwa Young Africans kutokujihusisha na maandalizi ya mchezo huu wa mwezi huu wa 6 tarehe 15. Hivyo bado inatuonyesha kwamba dabi itaendelea kuwepo. Hizi ni kelele tu za vile ambavyo wanatafuta namna ya kuwaingia wanachama na mashabiki wa Young Africans ili waweze kucheza hiyo mechi. Ikiwa hizi taarifa zinatoka aliyakuwa peji rasmi za Young Africans hazijataka kuposti kitu cha aina yoyote kuhusiana na taarifa ambazo zinatoka kwa wazee, ni dhahiri shaili uongozi wa juu unaonesha dalili za kukinzana na kile ambacho wanakifanya hawa wazee. Wazee wana haki kwa sababu aliyeongoza pale ni mwenyekiti kanda ya Dar es Salaam wa matawi ya Young Africans akiongozana na wasaidizi wake waliokuwepo pale. Kwa hiyo nachokiona ni wanatafuta njia tu ya kuanza kuwarudia mashabiki taratibu ili waweze kukubaliana na dabi yenyewe husika. Kitendo cha mwenyekiti wa matawi katika kanda hii ya Dar es Salaam kutoka hadharani na kuzungumza kwamba hamtocheza na hiyo siku hakuna timu itakayokatwa alama, kwa maana Young Africans wao wana uhakika kwamba hawatopeleka timu, lakini wana uhakika mkubwa zaidi kuwa hakuna mamlaka itakayoweza kuikata alama ya aina yoyote ile Young Africans. Dhahiri shaili wao wanajiona wapo juu ya mamlaka, kitu ambacho sicho. Kusema rais wa shirikisho la mpira ameamua kuchagua upande, ni dhahiri shaili unamweka katika upande wa Simba Sports. Ndio jinsi ambavyo inaonekana kwa watu wa Young Africans. Wao wanaona kwamba Karia amelala kwa upande wa Simba Sports na amewabeba Simba Sports. Nadhani hizi wanazihusisha kutokana na zile kauli ambazo rais mwenyewe alizungumza, lakini ukiangalia kwa muktadha wa jambo lenyewe lilivyo, yani halikuwa na sababu kubwa ya msingi ya kuendelea kulishupalia. Maana unaposhupalia jambo na kutengeneza presi za mara kwa mara, unatuonyesha wewe ni mdhaifu kiasi gani. Na kanuni za watu wadhaifu hutumia vinywa vyao kujitetea ili kuonekana wao wanahoja katika lile jambo ambalo limetokea. Umeshasema shekhe, timu yako ina ubora. Umeshasema timu yako ndiye bingwa wa msimu wa 24-25. Ni mechi hiyo moja tu ambayo imesalia wewe either kuwa bingwa au kutokuwa bingwa, kwa sababu tofauti ni alama moja tu. Wasiwasi uko wapi? Ikiwa Simba Sports umeiona ikiwa katika michuano ya
CAF Confederation League, umeiona ikiwa katika michuano hii ya ligi kuu soka Tanzania bara ambayo umeshiriki naye, umeiona kule ambako imetoka katika michuano ya CRDB. Inakupa pressure gani ikiwa Simba yenyewe inaonekana kama ina madhaifu ambayo wewe unaweza ukayatumia kama fursa na bado yakakunufaisha? Unaona? Sasa hii ni kutuonyesha kiasi gani wewe mwenyewe pia una hofu na dabi yenyewe husika. Kitendo tulizungumza mara kwanza, kitendo cha hawa wazee kutumia jengo la klabu katika kuwasilisha ajenda zao, dhahiri shaili hawa watu wanatumwa na uongozi wa Young Africans, kwa sababu tumeona pale walikuwepo wafanyakazi wengi wa Young Africans ambao tunawafahamu. Tumeona kina Aliwatani Abdulaziz walikuwepo pale, tumeona wengineo wengi, ma-influencer pia walijitokeza kwa kiasi chake. Kubwa hasa ni wao kuonyesha kwamba wanashinikiza jambo hili kutokea, kitu ambacho wao hawana mamlaka ya aina yote. Yani wewe mwenyekiti wa matawi Dar es Salaam una mamlaka gani ya kusema timu haiendi uwanjani? Yani mamlaka yako ni ipi? Na hajaishia tu kusema timu haiendi, lakini pia amesema kwamba hawakatwi alama. Sasa yani wewe kama nani? Yani wewe ndio bodi ya ligi, wewe ndio TFF, au wewe ndio CAF wenyewe? Inawezekana sasa hatujajua nguvu wewe unatolea wapi. Inawezekana utueleze kwa kina zaidi, wewe mwenyekiti nguvu unaitolea wapi ya kutoka hadharani na kuzungumza kwamba unajua hili jambo ni jepesi sana na wala halihitaji kupoteza muda mwingi wa kusema kwamba eti hamchezi. Pelekeni timu uwanjani, hakuna asiyejua ubora wa Young Africans. Young Africans imekuwa ni bora kwa msimu wa 23, 24, 24, 25, achilia mbali ups and downs ambazo walizipata hapa katikati, lakini bado wameendelea kujidhihirisha kwamba wao ni klabu bora. Tofauti ya alama moja iliyomfanya Young Africans aketi kileleni ndio hiyo inaweza kumpa ubingwa iwapo tu atacheza na Simba Sports, na either atoke sare kwake ni sawa, amfunge Simba Sports kwake itakuwa ni sawa zaidi, kwa sababu ya mechi zilizosalia ni mechi 3 tu ili bingwa ajulikane. Na safari hii ligi imekuwa na utamu wa aina yake, kwa sababu hakuna mtu aliyetangaza ubingwa akiwa na mechi 3 mkononi. Hakuna mtu ambaye ametangaza ubingwa akiwa na mechi 4 mkononi. Bado kuna mechi ambayo imebeba hatima ya ubingwa wa msimu 24-25. Sasa kwa nini usitoke kwenye mechi ambayo imebeba hatima ili uweze kucheza kupata matokeo? Unaihofia hiyo mechi. Maana yake ni kwamba unampa nafasi mtani wako kuona kwamba kumbe tuna kikosi ambacho kinaogopeka, mpaka watani wenyewe wana hofu ya kupeleka timu uwanjani. Kama mfano tuchukulie kesi ambayo ilitokea, japo wanaweza akasema ina utofauti, Ahali na Zamalek. Ilikuwa ni swala la muamuzi tu. Ahali wakagomea, timu ilikuwa uwanjani, baada ya dakika 30 muamuzi akapuliza kipenga, alama 3 zikaenda kwa Zamalek. Ina maana sasa unataka kuniambia Ahali wangetoka na wenyewe na maandiko na malalamiko kwamba tumenyang'anywa pointi na nini ambacho kilisababisha? Una uwezo, una ubora, cheza ubora wako utaamua. Kama ambavyo ilitokea kwa Simba na Singida, ilionekana Hersi Sasi kawafinya Singida Black Stars, lakini haikuwafanya Singida Black Stars wasiende kucheza katika mechi ya shirikisho. Walicheza na ndio maana waliweza kupata matokeo, kwa sababu waliamka vizuri na wakawa na siku nzuri kazini. Ndicho kitu ambacho kiliweza kuibeba Singida Black Stars. Sasa hofu yako ni nini? Nimemsikia mjumbe mwingine anakwenda mbali, anasema kwamba eti media zisitumie jina la Yanga kupromoti dabi ya tarehe 15. Hivi ni huyo mtu ni nonsense kiasi gani? Augusto, hao watu wanao promote dabi ya tarehe 15 ndio watu ambao wameingia mkataba na Young Africans, mkataba wa miaka 10 kwa bilioni 40. Ni fedha kubwa kiasi gani ambao wameiweka hapo, nguvu kubwa ambayo wameiwekeza ndani ya klabu ya Young Africans. Afu leo unakurupuka tu unalopoka eti hao watu wasitumie jina la Young Africans. Wewe kama nani? Ikiwa mamlaka wao wameshatoa tarehe husika, wewe kama nani unatoka unaanza kusema media zisipromote dabi ya Kariakoo? Ina maana mamlaka umeitoa akili kuanzia mwenyekiti, CEO wake na wajumbe wote ambao wanaunda bodi ya ligi kwamba hawana akili, ni wenda wazimu, wamekurupuka kutoa tarehe ya dabi. Ninyi sasa ambao mna akili timamu mnaona hao watu ambao wamewekeza nguvu zao, muda wao, fedha zao, hawana akili, wanatumia jina la Young Africans. Yaani uongozi utoke useme kitu. Maana sasa rais wa klabu amekuwa kimya tu
nadhani sasa tutaanza kusema yeye ndo anayeagiza hawa watu wake waje waanze kuzungumza A, B, C, D. Hata rais wa klabu azungumze. Rais wa klabu ameshazungumza bwana Jaffer. Anazungumza kwa mafumbo, anazungumza kwa... alikuwa Dodoma akahojiwa na akazungumza hadharani katika chombo cha habari kwamba dabi haipo na kwa nini wanamlazimisha dabi iwepo. Yaani ina maana msimamo wake tayari kwamba dabi haipo. Kwa hiyo msimlazimishe dabi iwepo. Blaza, nimeshaziona dalili za dabi kuwepo. Kuna mkutano mmoja mjumbe kamati tendaji ya Young Africans anawaambia wanachama tusije tukageukana, dalili tayari za kuogopa. Yaani msigeukane kwenye nini na wakati mna msimamo. Kwa nini msije mkageukana? Yaani kwa nini unatafuta mazingira tusije tukageukana? Kwa sababu unaona na uogope, yani hapa sasa yataanza kutengenezwa mazingira taratibu ya watu kuzungumzia dabi, mwisho wa siku dabi yenyewe itachezwa. Na lau kama haitachezwa sawa, yote 9-10. Washikilie tu msimamo. Ili sasa mamlaka zichukue hatua ambazo pia zitaingia katika historia kwamba bana iliwahi kutokea kesi ya aina fulani, timu fulani ikaonyesha ujeuri na haikupeleka timu uwanjani. Mamlaka zikafuata kanuni zinavyotaka na zikalima hao watu, kama ni alama 15 zitakatwa, kama ni kulipa faini watalipa, kama ni kushushwa daraja washushwe daraja. Basi na kama Yanga wanataka kubaki katika huo msimamo ni vyema, well and good. Wao wabaki katika msimamo wao. Hakuna shida. Hakuna mtu anayeulalamikia msimamo wake. Shida ni wao kila mara wanakuja na jambo lile. Kila mara wanakuja jambo. Mmeshasema msimamo. Hivi unaelewa maana ya msimamo? Ukitoa msimamo ndivyo ilivyo, haina mabadiliko. Kitendo cha kutuimbia wimbo huo ni dalili za kuonyesha unachokiongea wewe mwenyewe, wewe ni wa kwanza kukisaliti unachokiongea. Mwanadamu ana kawaida ya kusahau. Wanafanya kanuni ya watu makini na watu waliofanikiwa. Akizungumza mara moja, hapana. Tena hapana yake haitumii nguvu. Mr. Augusto, kwa hii jambo lololetea hapana, haliwezekani. Tumemaliza. Sasa leo tawili limezungumza, kesho tawila Sinza linazungumza, kesho kutwa tawila Buguruni, kule Mwanza, huku Mbeya, kule Singida. Sasa yani kwa nini nguvu kubwa itumike na wakati msimamo unajulikana kwamba klabu imesimama na matawi yake, imesimama na mashabiki wake na wanachama wake kwamba hakuna mechi ya dabi itakayochezwa, msimamo umebaki kuwa hivyo. Unakwenda kumlalamikia naibu waziri kwamba akasema dabi itachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ulitaka naibu waziri aseme nini ikiwa naibu spika akamuuliza mheshimiwa, kwa hiyo dabi itakuwepo tarehe 15? Kazungumza dabi itakuwepo kwa sababu mamlaka inayohusika na upangaji wa ratiba za mechi imetoa tarehe husika. Kwa nini swala hili haliweza kujibiwa kipindi ambacho mamlaka haijapanga tarehe husika ya dabi? Ni kwa sababu mamlaka ilikuwa haijatekeleza wajibu wake. Hivyo serikali inashindwa kusema dabi itakuwepo au haitakuwepo kwa sababu ilikuwa imeachia mamlaka. Ile mamlaka ni mamlaka huru. Unaona? Sasa unapokuja kuingiza serikali ni kutafuta namna ya kuonekana wewe unaonewa. Sasa serikali inahusikaje kwenye jambo kama hili? Serikali inahusikaje na mienendo ya kuhairishwa kwa mechi? Haina kuhusika hata tone. Ni mambo yenu niye huku ndio yalileta hizo changamoto zote. Sasa usiingize serikali kuonekana kwamba serikali na yenyewe inaegemea upande fulani, au kwa sababu wa misimu Njuma anajulikana ni shabiki wa Simba Sports. Sasa unampitisha katika mkondo huo. Ukisema hivyo, mbona hilo bunge ndio linalosimama kusema bana Singida Black Stars kupitia waziri wa fedha kwamba imeifunga Simba Sports na mheshimiwa spika ipongeze. Sasa kosa lake ni nini? Kusema kwamba bana ile mechi ipo na mechi itachezwa na wao bahati mbaya ndio wahusika wa kupanga viingilio. Kwa hiyo tu wawe pole, watoe ratiba ya viingilio ipoje, mzunguko ijulikane, machungwa yajulikane. Na mimi sioni wanachokilalamikia. Ikiwa watu mechi iliyopita walikata tiketi, sawa. Hao watu hasara zinazozungumzwa, wao pia ni miongoni mwa watu ambao walitia hasara, kwa sababu kama umechukua viingilio, sawa, vile viingilio hamjaelekeza kwamba vitatumika katika njia gani. Mechi haikuchezwa. Watu wamesafiri kutoka mikoani mpaka kufika Dar es Salaam. Leo mnataja viingilio vingine. Basi tuambieni vile viingilio vilivyopita mlivipeleka wapi, mlifanyia nini? Kwa sababu haiwezekani watu hawakushuhudia mechi. Fedha zao maskini ya Mungu wamelipa, wametoka mikoani, wametoka Bunju humu Dar es Salaam na maeneo mengineyo,
na bado hiyo pesa ikawa imepotea bure. Sasa hiyo pesa haikunufaisha klabu, mtuambie. Kama haikuwa inaingia sehemu yenu, haikuwa sehemu ya pato ambalo mmekusanya, mtuambie, njoni mseme hiyo fedha imekwenda wapi, imerudishwa, tujue kwamba watu walipata fedha zao mara baada ya mechi kuhairishwa. Kwa miongoni mwa watu waliotiwa hasara ilikuwa kwa upande wote, sio upande wa Simba, sio upande wa Yanga, sio upande wa wadau ambao wao wana enjoy football. Kwa hiyo hasara mmetia watu wote. Kwa hiyo natakiwa kujitafakari kwa umakini na kuangalia kauli za kile wanachokizungumza. Itaonekana ni watu wa ajabu kupitiliza. Yaani wao wenyewe watajidharau kupitiliza. Iwapo rais wao wa klabu ambaye ndo mtu mwenye mamlaka ya mwisho ndani ya klabu, yeye ndo anaamrisha mtendaji mkuu Andre Ntine fanya 1 2 3, timu ikaenda uwanjani, aisee, ni swala la aibu. Yaani ni bora Young Africans yote 9-10 tunazozungumza, bora Young Africans waonyeshe msimamo walionao kama klabu kupitia matawi. Mimi naamini huu ni msimamo wa klabu kupitia matawi. Ila tu ameshindwa kuja kukaa pale Engineer Hersi kwa hadhi yake, anaogopa kwamba atashusha thamani ya cheo chake. Yeye akitoka kama rais kusema kwamba hatuchezi, tumeita hii place kwa sababu hatuchezi, atashusha hadhi ya cheo chake. Kwa hiyo anaona nafasi pekee ya sauti yake kusikika ni kupitia hawa wanachama waliopo katika matawi, viongozi wao watatoka kuzungumza, ndicho ambacho kilichopo sasa hivi. Kwa huu msimamo wa klabu, wajitahidi uendelee kuwa hivi, usije ukabadilika. Iwapo watakengeuka, aise, watakuwa wamewafedhesha. Yani ni sawa na kuwavua wanayanga nguo na ukawatembeza uchi. Ndicho ambacho watakuwa wamekifanya. Kwa sababu utakuja na hoja gani ya kutuambia imekufanya utoe timu Avic Town uipeleke Benjamin Mkapa? Yani hakutakuwa na huo maana. Yani wewe utakuwa hustahili tena kuwa rais wa klabu ile ya ustahili hata kidogo, ustahili. Yani unakuja na hoja gani? Ikiwa nimemsikia mpaka Abbas Talimba anamwambia rais wa klabu, "Mheshimiwa, hatuchezi." Mwigulu Chemba mwenyewe anasema hatuchezi. Hao wote ni wajumbe, unaona, bodi ya wadhamini Young Africans. Wao wanakuambia hatuchezi. Itakuwaje ikiwa wewe sasa unatoka mtu wa mwisho ndani ya klabu unakuja kusema bana, sasa sikieni, kwa jinsi ilivyo inabidi twende tukacheze pale Mkapa tarehe 15, uwezo wa kuifunga Simba tunao, uwezo wa kupata matokeo ya alama 3 tunayo, twendeni tukachukue kombe. Hawezi wakakuelewa bwana. Sasa ndugu yangu Jaffa Mipango, nimewasikiliza wazee vyema, na katika mazungumzo yao au katika hicho walichokiwasilisha kwenye press, pia amegusiwa Karia, rais wa shirikisho la mpira hapa nchini kwetu. Lakini pia Karia katika mahojiano kadhaa ambayo yamekwisha kupita amewahi kuzungumza kwamba ameshawabeba Yanga sana na sasa inatosha, hawezi tena kudili nao. Lakini Yanga wao leo wanasema kwamba Karia anaonekana hayuko upande wao, ambaye alitakiwa awe ni kiungo wakati, yani asuluhishe huku na huku, libalance jambo, lakini anaonekana hayuko upande wao. Wewe unazungumziaje maoni au hoja ya wazee kumwendea Karia? Hivi Augusto, tutumie mfano wa rais. Yule ni rais wa shirikisho, si ndio hivyo? Rais wa shirikisho tuseme ni kama amri jeshi. Sawa. Ni amri jeshi katika upande wa soka. Yule ana mamlaka ya kusimamia sheria, taratibu, kanuni zinazoliongoza shirikisho la mpira wa miguu kupitia bodi ya ligi pia. Katika kusuruhisha, kuendesha na kufanya mengineyo yanayohusiana na sekta yake hii kwa upande wa michezo. Unapotoka na kauli ya kusema kwamba rais wa shirikisho la mpira ameegamia kwa upande wa Simba Sports, ukiambiwa utaje sababu za msingi zinazokufanya wewe uone rais kaegamia kwa upande wa Simba Sports, utataja nini? Ikiwa chini ya rais
zipo mamlaka ambazo zinahusika pia na usimamizi ama uendeshaji wa taratibu na sheria. Atataja nini? Sababu zipo na ndo hizo ambazo zinawafanya wagomee mechi wakitaka feedback. Kwa maana sasa feedback hawahitaki. Kwa nini Simba yeye aligomea mechi na ikawa fresh? Augusto, sababu hazitoki kwa Karia. Ndio maana hawakuwa na shida na Karia. Ila walikuwa na shida na bodi ya ligi. Kwa nini wamtaje kwenye mazungumzo yao? Ni kwa sababu aliwataja pia kwenye mazungumzo yake. Karia alipokuwa akiojiwa akasema miongoni mwa timu ambazo zimenufaika katika uongozi wangu ni Young Africans. Na wao wakitaka kufukua makaburi, kwa nini alisema vile? Si mambo yapo hadharani na yanazungumzwa. Sasa ni kwa sababu yeye aliona anapakwa matope na yeye akaona ajibu kwamba msinichafue na mimi na ya kwenu pia naweza kuwachafua. Sasa kosa la Karia liko wapi? Ni kusema ukweli kwamba kuna vitu ambavyo walikuwa kinufaika navyo zaidi ya, au yeye alichokosea ni nini? Kwa sababu hapo anamuingiza katika mkumbo wa kuonekana kwamba anaibeba Simba Sports. Kaibeba Simba Sports kwenye lipi? Yaani tunajiuliza hapo, Karia kaibeba Simba Sports kwenye lipi Augusto? Ikiwa bodi ya ligi wao ndo walihusika kwenye kughairisha mechi, kuna bodi. Hii bodi ndo inaratibu haya mambo. Sasa Karia unamwekaje kwenye jambo ambalo yeye pengine hata hakujua nini kinachoendelea? Aliyepigiwa simu na kuulizwa, bana mechi ipo haipo? Mzee Mguto, bana mechi ipo. Ghafla binivu sijui nini ilitokea, hali ya hewa ilibadilika vipi mpaka mechi kughairishwa na barua kutoka rasmi. Sasa hiyo ghafla binivu ndo wanachokitaka ya. Sasa wao wanadili na bodi ya ligi. Wao wanadili na bodi ya ligi. Ndio maana wao ukifuatilia maandiko aliyotoa, barua alizotoa, walisema hawana imani na bodi ya ligi. Hawana imani na bodi ya ligi kwa maana gani? Mambo yalivyochezeshwa wao wenyewe walishindwa kuelewa. Imekuwaje? Sasa inatakiwa bodi ya ligi ndio ingetoka ikajibu hoja. Bana kutokana na kuibeba Yanga katika 1 2 3, sasa tumeona nizamu ya kuibeba Simba. Itoke tu ieleze. Wao wanachotaka sikujibiwa kwa hoja. Bana sisi wakijibu hoja zetu tupo tayari kupeleka timu. Watoke tu bodi ya ligi waseme bana kwa sababu tumeibeba Yanga sana na kutokana na kauli ya mheshimiwa rais wa TFF ndio maana tukaona nizamu ya kuibeba Simba, maana hivi vilabu viwili ndio vipo juu ya sheria. Venyewe vinaweza vikaamua jambo A likawa B, B likawa C, C likawa. Unaona? Sasa kama wao wapo juu ya mamlaka, wasiogope kutoka kuzungumza. Wasiogope. Wasiogope kabisa, watoke waeleze bana sababu ni 1 2 3. Sasa ukimweka Karia katika upande fulani, dhahiri shaili ni kuonyesha madhaifu kwamba sasa hivi kaegemea kwa Simba. Sasa unajiuliza, hiyo Simba inabebwaje? Yaani Karia ndo anaipa matokeo Simba Sports au kuna maamuzi yapi ambayo yanainufaisha Simba Sports? Kwa ni kutafuta kichaka tu cha kujifichia. Mimi nafikiri kama wadili na bodi ya ligi, na bodi ya ligi wao ishatoa ratiba. Tumemsikia afisa habari wa bodi ya ligi alichokizungumza. Dabi bado iko pale pale, hakuna barua yoyote walioipokea kutoka Young Africans kwamba hawatoshiriki dabi, na taratibu zitaendelea kufuatwa kwa timu mwenyeji kuandaa viingilio na kuhakikisha mambo yanakwenda sawa ili dabi yenyewe iweze kuchezwa. Mimi nafikiri tusubiri tu tarehe 15 na kama haitakuwa hivyo basi mamlaka itafanya jukumu lake la kufuata taratibu, sheria na kanuni za juu ya timu ambayo haitafika uwanjani kwa kukaidi taratibu ambayo imepangwa na bodi ya ligi. Kama ni pointi wakatwe pointi, swala liko wazi wala halina kupepesa macho. Kwa hiyo ushauri mdogo ni kwamba rais anazungumzia pembeni. Rais hajatoa tamko ambalo wanayanga wanatembea nalo kwamba bana msimamo mkubwa wa klabu kupitia rais ni huu hapa. Imekuwa ikizurula tu kupitia hawa wazee. Yaani wazee ndio imeonekana sasa hiki ndio kichaka cha kujifichia. Kwa hiyo kama wazee wanapewa baraka ya kukaa kwenye jengo la klabu na kuzungumza mambo kama hayo, sisi tunaamini ni msimamo wa uongozi wa Young Africans. Kwa hiyo kubwa tu washikilia hapo waliposhikilia. Wakibadili msimamo wa kile walichokizungumza itakuwa ni aibu, fedhea, na wao wenyewe wahakikishe kwamba wanakusanya vilago vyao wanaondoka, kwa sababu ndo kauli ya wanayanga. Timu ikienda uwanjani basi hawatautambua tena uongozi wa Young Africans. Kwa hiyo ili waendelee kukaa katika nafasi ambazo hawalipwi mishahara,
wanajitolea ili waendelee kujitolea vyema na kutumikia vyema wananchi wao, basi wahakikishe kwamba hawabadiliki katika msimamo ambao wazee wameuzungumza. Yaani hiyo ni ushauri tu, ili muonekane mna uongozi imara, uongozi wenye weledi, uongozi unaosimamia haki, unaopigania haki na unaotenda haki. Ni kuhakikisha unafuata zile njia sahihi kwa wanachama wake, wapenzi na mashabiki kwa kile walichokizungumza. Kwa washikilia hapo hapo kwenye makali yao, na mimi nafikiri hii iwe place yao ya mwisho. Haina haja tena kuzungumza jambo ambalo kila mmoja, kila Mtanzania anajua wachezi. Imekuwa ni nyimbo ya Watanzania wote. Sio ukiwa Dar es Salaam, sio ukiwa nje ya Dar es Salaam, ukikutana mwana Yanga wote utasikia hatuchezi. 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 Ni kama salamu mpya baada ya mambo utapewa hatuchezi. Kwa hiyo ibaki tu hivyo ili mamlaka ifanye kazi yake husika. Mimi nafikiri hilo ndo swala la muhimu, Mr. Augusto. Bana, ndugu yangu Jafo wa Mipango, nikushukuru sana, na mpaka hapa nadhani tumezungumza kwa upana wake. Tuweke hitimisho, tuwatakie wadau mchana mwema mpaka wakati mwingine.